Nadhani tupo vizuri na unaendelea kuhudumiwa na watumishi wa Mungu ambao tumekuwa nao hapa studio. Na siku ya leo tena tumepata nafasi nyingine kwa wakati huu kuweza kuwa na mtumishi wa Mungu. Huyu anaitwa Elia Msukwa. Na hapa tutajifunza zaidi kuhusu neno la Mungu kwa upana. Nafahamu kwamba kumekuwa na vitu ambavyo pengine vinakuchanganya kuhusu neno la Mungu. Ukisikia neno la Mungu ni nini hasa? Yaani wewe unaelewa nini neno la Mungu? Swali hilo. Neno la Mungu ni nini? Yupo hapa Bwana Elia, mtumishi wa Mungu huyu Elia Msukwa, kuhakikisha kwamba anakufafanulia vizuri na anakueleza mambo mazuri ya kuzingatia kuhusu neno la Mungu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Karibu sana. Asante sana. Karibu kwenye kipindi na karibu Star TV. Asante sana. Nashukuru sana mahali hapa. Jambo la kwanza ni mshukuru Mungu kwa kunipa kibali kufika mahali hapa. Lakini pia mchungaji kuweza kuniruhusu kufika mahali hapa. Kama ulivyoweza kunitambulisha kwa majina, mimi naitwa Elia Chazi Msukwa. Natoka Penueli Central Buongwa. Kwa mchungaji Baraka Yusufu Mwanuka. Tuko pale kwa ajili ya kulieneza neno la Mungu. Kwa ajili ya kufundisha neno la Mungu ambalo ni kweli na neno la Mungu ambalo halijagushiwa wala halijachakachuliwa kwa kitu chochote. Kama ulivyotambulisha mada husika kwamba leo tutazungumzia habari ya neno la Mungu, nitaomba nitoe maana kwa ufupi. Neno la Mungu ni kitu gani? Sawa sawa. Maana tuko katika nyakati ambazo ni siku za mwisho. Kumekuwa na watu wengi wanaoibuka na wengine wakijidai kwamba wanalijua neno la Mungu, lakini kiuhalisia wanalichakachua kwa ajili ya tamaa zao, kwa ajili ya fedha na mambo mengine. Sasa neno la Mungu ni nini? Neno la Mungu, maana ya kwanza, neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Ukisoma kile kitabu cha Yohana ile sura ya kwanza na ule mstari wa kwanza, utakutana na maana hiyo ya kwamba neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Lakini jambo la pili, neno la Mungu ni Yesu mwenyewe. Kisoma kitabu hicho cha Yohana hiyo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka ule wa 5. Na kitabu hicho cha Yohana sura ya kwanza na mstari ule wa 14. Lakini pia neno la Mungu ni kweli. Ni kweli, na kweli hiyo humweka mtu huru. Neno la Mungu ni lazima liwe na sifa ya kumweka mtu huru. Linamweka huru dhidi ya nini? Neno la Mungu lina uwezo wa kumuokoa mtu dhidi ya dhambi. Lina uwezo wa kumtenga dhidi ya ufalme wa giza kabisa, na kumweka katika ufalme wa nuru. Lakini pia neno la Mungu ni wokovu kamili. Tunasema neno la Mungu ni wokovu kamili kwa sababu neno la Mungu ni Kristo mwenyewe. Pasipo yeye hakuna wokovu. Kwa ukilijua neno la Mungu ni sawa sawa na kumjua Kristo. Na ukimjua Kristo umemjua Mungu mwenyewe. Na ukishamjua Mungu mwenyewe basi umepata wokovu. Maandiko ya kusoma hapo kuna Wathesalonike wa pili ile sura ya 2 na ule mstari wa 13. Lakini pia neno la Mungu ni ujumbe wa Mungu kwa ajili ya watu wa Mungu. Neno la Mungu ni ujumbe wa Mungu kwa ajili ya watu wa Mungu. Kwa maana hiyo neno la Mungu sio ujumbe wa watu kwa ajili ya watu wa Mungu. Kuna watu wamekuwa wakifundisha mafundisho ambayo ni ya kwao wao wenyewe na hayatokani na neno la Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu ni lazima liwe limejikita katika kutoa ujumbe ambao ni ujumbe wa Mungu. Na ukisema ujumbe wa Mungu, maana yake umetoka kwa Mungu kwenda kwa wanadamu au unatoka kwa wanadamu kwenda kwa Mungu? Ujumbe wa Mungu ni ujumbe ambao umetoka kwa Mungu kwenda kwa wanadamu. Kuja kwa wanadamu. Ili neno la Mungu katika hizi maana zote nilizozitoa, neno la Mungu limevuviwa na Roho wa Mungu mwenyewe. Na huyo Roho wa Mungu anatokana na Mungu mwenyewe. Neno la Mungu lina pumzi, lina uhai, na uhai huo unatokana na Mungu mwenyewe. Na ndio maana neno la Mungu likifundishwa kwa usahihi, likihubiriwa kwa usahihi, lazima lilete matokeo ya kile ambacho umefundishwa. Kwa mfano, tutaangalia sifa kadhaa hapa.
za neno la Mungu. Na tutajua neno la Mungu linafanyaje kazi. Asili ya neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Hiyo ni sifa ya kwanza. Kama tunavyojua Mungu ndio muumbaji wa mbingu na nchi. Kwa hiyo neno la Mungu kwa sababu lipo kwa ajili ya watu wake, ni lazima asili yake litokane na Mungu mwenyewe. Lakini sifa ya pili, neno la Mungu huwa lina tabia ya kumweka mtu huru. Tunajua hapa duniani kuna falme kadhaa ambazo zina dominate dunia. Kuna ufalme wa Mungu ambao ni ufalme wa nuru, lakini pia kuna ufalme wa shetani ambao ni ufalme wa giza. Ukifundishwa neno la Mungu ambalo ni kweli, ni lazima likuweke huru dhidi ya vifungo na mateso ambao shetani alikuwa amekusudia juu ya maisha yako. Ukilijua neno la Mungu, kama ulikuwa na mapepo utafunguliwa, kama ulikuwa ni mgonjwa utapona, kama ulikuwa na changamoto yoyote ambayo inatokana na nguvu za giza, lazima vile vifungu vikuachie na uwe huru. Lakini pia sifa nyingine, sasa mtumishi wa Mungu, kabla haujafika kwenye sifa nyingine, hebu kwenye huu msingi ambao umeujenga kuhusu neno la Mungu ni nini? Nataka uniambie kwamba kuna tofauti gani kati ya neno la Mungu na Biblia? Kuna tofauti gani kati ya neno la Mungu na Biblia? Sawa. Biblia na neno la Mungu tunazungumzia ni kitu kile kile, isipokuwa tunapozungumzia Biblia ni mkusanyiko wa vitabu ambavyo ni neno la Mungu, na vitabu hivyo ni vitabu vilivyovuviwa na Roho wa Mungu. Kwa mfano, Biblia tunayotumia sisi watu tuliookoka ni Biblia yenye vitabu 66. Tukishaokoka kule tuna msingi pia tunajifunza ya mtu aliyeokoka, na moja ya msingi ni uvuvio wa maandiko. Maandiko yaliyopo ndani ya Biblia yamevuviwa na Roho wa Mungu, ambaye Roho huyo ni Roho anayetokana na Mungu mwenyewe. Amina. Na kama nilivyosema kwamba neno la Mungu kwa sababu limevuviwa na Mungu, ndani yake lina uhai. Ndani yake kama lina uhai, lina uwezo wa kusema, lina uwezo wa kuzungumza, lina uwezo wa kutenda, lina uwezo wa kufanya, lina uwezo wa kuuisha, lina uwezo wa kumfanya mtu ambaye alikuwa yuko utumwani kwa shetani kutoka huko na kuingia katika ulimwengu ambao ni ufalme wa Mungu, ambao ni ufalme wa nuru. Hilo ndio neno la Mungu. Kwa hiyo tunapozungumza Biblia, tunapozungumza na neno la Mungu, neno la Mungu ndio hilo ambalo liko katika Biblia, na Biblia hilo ndio neno la Mungu. Lakini Biblia hiyo tunayoiamini na tunayoisoma ni hiyo yenye vitabu 66. Sasa kuna vile vitabu, sasa sijui niiteje, ni Biblia ama ni kitabu na chenyewe. Naona kuna kwa sasa hivi, kama ulivyosema mtumishi wa Mungu, dunia ipo speedi sana. Na kama ulivyotangulia kusema mwanzo, kuna watu tunaona wanachipuka, wanainuka na vitu vyao. Sawa. Sasa kuna pengine ni Biblia, sijui ni nini. Sasa wote anisaidia hapo, kwa sababu ndio mtumishi wa Mungu mwenye dhamana ya kuzungumzia hiki kitu. Sawa. Wana vitabu ambavyo kuna namna, kuna utofauti kabisa. Pengine ni vitabu 66, lakini maandiko yaliyoandikwa mle ni tofauti kidogo. Pengine ni kwa ajili ya kuwahusu wao na sio Mungu. Tunavitaji ni Biblia hapa, ni vitabu kama vitabu vingine. Ikitokea Biblia ikaongezwa au ikapunguzwa, hiyo sio neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa sababu neno la Mungu limetoa onyo kwa mtu yoyote atakayepunguza au atakayeongeza kitu chochote kwenye nini? Kwenye neno la Mungu. Sasa kama nilivyosema, tuko katika nyakati ambazo ni za mwisho. Hizi nyakati kuna law ambazo zinatenda kazi, ambazo zinaweza zikaleta maandiko mengine mbali na Biblia ile tunayoijua. Wanaweza wakaongeza au wakapunguza. Lakini pia jambo lingine, wako wengine wanatumia Biblia hii, lakini katika namna ambavyo wanaisoma na kuifafanua, wanafafanua tofauti na kile kilichoandikwa ndani ya Biblia. Jambo la kwanza na ambalo ni muhimu, kwa sababu neno la Mungu ni la Mungu mwenyewe.
ili uweze kujua neno hili limechakachuliwa au halijachakachuliwa, unahitaji kuwa na Roho wa Mungu. Ndio maana sisi tuliookoka tunasema ni muhimu uwe na Roho Mtakatifu na ujazwe na Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu ana kazi zake. Moja ya kazi za Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ni mwalimu. Roho Mtakatifu ni mwalimu. Ni mwalimu kwenye kitu gani? Ni mwalimu katika kutufundisha neno la Mungu. Yeye ndio anayetufunulia siri za mbinguni, maana yeye ni Roho wa Mungu. Anatufunulia siri za mbinguni zilizopo katika neno la Mungu. Kwa hiyo ukikutana na Biblia ambayo imechakachuliwa, ni rahisi kujua endapo ukiwa na Roho wa Mungu ndani yako. Sawa. Sasa mtumishi wa Mungu, kwa kifupi sana naomba nijibu hili swali. Hiyo Biblia inayochakachuliwa ina sifa ya kuitwa Biblia ama ni kitabu kama vitabu vingine, ama itaendelea kuwa na sifa ya kuitwa Biblia? Kwa sababu ulituambia Biblia ni kitabu kilichobeba maneno ya Mungu. Sasa hayo maneno ya Mungu yamechakachuliwa, maana yake pengine sio ya Mungu tena, ni ya mtu husika. Ndio maana nikasema Biblia iliyochakachuliwa inaweza ikaitwa Biblia, lakini kwa uhalisia sio Biblia, ni kitu kingine. Inaweza ikaitwa Biblia. Inaweza ikaitwa Biblia, lakini sisi tunasimama na neno la Mungu ambalo halijagushiwa wala halijachakachuliwa. Na ndio maana nikatoa mwongozo na nikasema kwamba Biblia tunayoitumia sisi ni Biblia yenye vitabu 66. Lakini pamoja na kwamba ulimwengu unaendelea na teknolojia imekuwa, watu wanaweza wakachakachua, basi ni muhimu ukishaokoka uwe na Roho wa Mungu. Ili ukikutana na neno la Mungu ambalo limechakachuliwa, Roho wa Mungu aweze kukufunulia na aweze kukuonya juu ya hicho kitu, kwamba hiki kitu unachokisoma hakiko sawa. Sawa, tuendelee na zile sifa sasa za neno la Mungu. Kwenye sifa za neno la Mungu, sifa nyingine ya tatu, neno la Mungu ni uhai. Neno la Mungu lina nguvu, tena lina ukali kuliko hata upanga. Kama nilivyosema, neno la Mungu lina uwezo wa kutenda. Neno la Mungu lina uwezo wa kufanya chochote. Hata ulimwengu huu unaouona, pasipo neno la Mungu kisingeumbwa wala kisingefanyika kitu chochote. Kwa sababu neno la Mungu ndio lenye uwezo wa kufanya kitu na kuleta matokeo. Ndio maana kwa neno la Mungu tuna uwezo wa kukemea pepo. Kwa neno la Mungu tuna uwezo wa kuombea watu na wakapona magonjwa. Kwa neno la Mungu tuna uwezo wa kumwombea mtu na mtu akaweza kutakasika. Lakini jambo lingine, neno la Mungu ni moto, lakini pia ni kama nyundo. Tunaposema neno la Mungu ni moto, pia ni kama nyundo, ni kwamba ni moto ulao, ni moto unaoteketeza kazi zote za shetani zilizo ndani ya maisha ya mtu. Kwa mtu kama alikuwa ni mzinzi, ni mlevi, neno la Mungu likikaa ndani yake, hivyo vitu vyote anaacha. Hata kama alikuwa mchawi, neno la Mungu likikaa ndani yake, hivyo vitu vyote anaacha. Lakini ni nyundo kwa sababu linavunja vunja kazi zote za shetani zilizo ndani ya maisha ya mtu. Lakini pia neno la Mungu ni rungu na silaha vitani. Lakini pia neno la Mungu lina nguvu ya uumbaji, kama nilivyosema kwamba dunia na ulimwengu na vyote viliumbwa kwa neno la Mungu. Lakini neno la Mungu lina nguvu ya kuponya hata magonjwa. Neno la Mungu ni nuru inayong'aa hata gizani. Lakini neno la Mungu ni chakula cha uzima na rohoni. Kuna vyakula vingi. Kuna vyakula vya mwilini, lakini pia kuna chakula cha rohoni. Lakini pia kuna chakula cha ubongo. Vyakula vya mwilini ni hivi vya kawaida, ugali, wali, maharage. Hivi ni vyakula vya mwilini. Lakini ili uwe na chakula cha kutosha rohoni, inatakiwa uishi katika neno la Mungu lililo kweli. Ufundishwe neno la Mungu lililo kweli na unishike na uishi katika neno hilo. Kama vile unavyokula nyama ili upate protini na vitu vingine kuujenga mwili wa kawaida, basi na neno la Mungu linakutaka ujifunze mara kwa mara ili kuweza kujiimarisha rohoni. Lakini pia sifa ya mwisho, neno la Mungu ni taa gizani. Ukiwa na neno la Mungu ndani yako hakuna giza. Watu tuliookoka, kwa sababu tunamjua Kristo, tunaenenda kama Kristo. Tukishaokoka
si watu wa gizani tena, bali ni watu wa nuruni. Tunaamini mtu akiokoka, kama alikuwa na tabia zisizofaa mtaani na katika jamii, basi akishaokoka abadilike na jamii imshuhudie kwamba amebadilika na anamuishi Kristo. Hata kama watu wakitafuta watu wa kuamini katika jamii wakikosekana, basi kwa watu waliookoka wapatikane watu wa kuaminika. Ukitaka watu waadilifu, basi ni kwa watu waliookoka. Na nataka nikuhakikishie, katika kanisa tunapoabudu, pana malezi ya kiroho na kimwili pia kabisa. Mtu aliyeokoka akisali mahali hapo, nina uhakika atakuwa ni mtu mzuri na ataifaa jamii pia katika tabia njema na mwenendo. Kwa hiyo ninawakaribisha watu wote katika jiji hili la Mwanza wakaribie mahali hapo. Sawa. Sasa mtumishi wa Mungu, tukiwa tunaelekea mwisho, naomba sasa utuambie kuhusu mtumishi wa Mungu akitaka kuja kanisani hapo, anaweza akawapata vipi? Labda tupe utaratibu mzima, ili mtumishi wa Mungu akiona kabisa hizi nondo za leo hapa, sihitaji tu ziishie Star TV, nataka kujifunza zaidi, anaweza akafanya nini ili aweze kujifunza kwako pia kwa kanisa? Sawa. Kwanza jambo la kwanza nitaomba nitoe namba za mchungaji. Sawa. Ili mtu anayetaka kufika mahali hapo, endapo labda akishindwa kuelewa, basi atapiga namba hizo. Sawa. Ni 07 560 37 907. Mchungaji wetu anaitwa Mchungaji Baraka Yusufu Mwanuka. Unaweza kurudia tena? 07 560 37 907. Kwa watu ambao wanataka kufika mahali hapo, tunapatikana Mkolani. Kwa wale wanaotokea mjini, wakipanda magari wanapanda zile gari zinazoenda Nyashishi, basi wanashukia kituo kinaitwa Mkolani. Wakishukia hapo huwa kuna bajaji, lakini huwa kuna wabodaboda. Wabodaboda unaweza kumwambia kabisa nipeleke Buguku Center. Hapo Buguku Center, alafu kwenye kanisa la Penueli Sento Buombwa kwa Mchungaji Baraka Yusufu Mwanuka, wanamfahamu, watakufikisha paka hapo. Lakini pia ukishuka Mkolani unaweza ukapanda bajaji, ukipanda hizo bajaji unashuka hapo Buguku Center, basi ukiuliza tu watu hapo kanisa la Penueli Sento Buombwa kwa Mchungaji Baraka Yusufu Mwanuka, wanakuonyesha. Ni ndani ya dakika 2-3 unakuwa umeshafika mahali hapo. Sawa. Kwa hiyo nawakaribisha wote, karibuni sana, tujifunze neno la Mungu mahali hapo. Sawa. Nashukuru sana, ninafurahi kupata nafasi ya kuweza kuwa na wewe hapa na kuweza kutufundisha neno la Mungu hili ambalo umetuonesha. Amen. Karibu tena mtumishi wa Mungu. Asante sana. Sawa, mtazamaji, nikushukuru sana kwa kuendelea kusalia nami, na huyu alikuwa ni mtumishi wa Mungu Elia Msukwa. Ametupitisha kwenye neno la Mungu ni nini. Nadhani sasa majibu yako yamejibiwa vizuri kabisa. Nikwambie tu, Star TV tupo kwa ajili ya kuhakikisha unajifunza zaidi. Tuende mapumziko mafupi, tutarejea. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi